Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu tunashukuru sababu ya kushukuru, sema asante kwa uaminifu wako. Asante kwa imani nyingine ambao umetuleta pamoja kujifunza mitume. Wameingia na Mungu wako kuomba utakatifu, tusamehe katika yale tunayokosea. Roho Mtakatifu aendelee kuwa mwalimu na kuongoza katika kweli yote na kutusaidia tunapojifunza amri 10 tukaishi maisha ambayo yanakupendeza, kufuna heshima na adhabu tupate kuwa ni zako Bwana. Bariki pamoja tunapoanza kipindi chetu na hitimisho lake pia heshima na adhabu na sifa tutakurudia wewe Bwana. Katika jina la Yesu Baba tunaomba na kushukuru. Amen. Toka 20 kwanza na 7. Toka mlango wa 20 mstari wa kwanza hadi 17. Tafadhali tusome pamoja kutoka 20:1 mpaka 17. Kutoka 20:1 mpaka 17. 1, 2, 3. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wawatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanaofuatiao, nami nawarehemu na kuwateule wanipendao na kuzishika amri zangu. Usilitaje wewe jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hatamhesabia kuwa hana hatia mtu atakayedai jina lake bure. Kumbuke siku 7 utakase, siku 6 fanya kazi, tende mambo yako yote, lakini siku ya 7 na 7 ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo ufanye kazi yote, wewe na wana wako, binti yako, wala watumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, ambaye ni ndani ya mambo yako. Maana atasitisha Bwana kufanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo katika siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akajalia siku ya 7 akaitakasa. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zitakuwa nyingi katika nchi utakayokwenda Bwana wako. Usiue, usizini, usiibe, usishuhudie jirani yako uongo, usitamani nyumba ya jirani yako, usitamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alicho nacho jirani yako. Amen. Mungu atubariki kupitia neno lake. Amri 10 kwa ufupi: hakuna miungu mingine. Amri ya kwanza, hakuna sanamu. Amri ya pili, hakuna amri ya pili, hakuna sanamu. Amri ya 3, jina la Mungu. Amri ya 4, siku ya Mungu. Amri ya 5, heshima kwa wazazi. Amri ya 6, hakuna mauaji. Ya 7, hakuna uzinzi. Amri ya 8, hakuna wizi. Amri ya 9, hakuna ushahidi wa uongo. Amri ya 10, hakuna tamaa. Hakuna tamaa. Kila ambaye ameokoka hapaswi kuwa mtu ambaye ana tamaa. Kipindi kilichopita, na ndio sehemu ambayo tutaendelea asubuhi ya leo, ni juu ya amri ya 8, na tuliona kwamba amri ya 8 ni usiibe, kutoka 20:15. Kinachohitajika katika amri hii ni kumiliki mali halali na kuendeleza utajiri wetu wenyewe na wa wengine. Lakini pia kinachokatazwa katika amri ya 8 ni kupoteza mali zetu wenyewe au mali za majirani zetu. Na tuliona marufuku au makatazo katika amri hii, na makatazo haya tunayaona kwamba hatupaswi kupata mali kwa udanganyifu, lakini pia tunapaswa tufahamu kwamba kuna adhabu kali kwa wale ambao watapata mali kwa udanganyifu.
Kumbuka, hakuna kitu kilichojificha mbele za Mungu. Mungu anaona kila kitu, anaona hata makusudio ya moyo wako, anaona kile ambacho unafikiri. Mungu anaona kila kitu, anaona hata kitu ambacho umefanyia sirini, wizi ambao umefanya kwa siri kabisa, Mungu bado anaona. Hatupaswi kuwaibia wengine, maana kuna njia nyingi za kuiba. Kuna kuiba bidhaa au kuiba pia pesa. Lakini pia kama utatumia kitu cha mtu bila idhini ya mtu, inahesabika kwamba huo ni wizi. Pate sabuni ya mtu uitumie tu uogee, pate dawa ya mswaki uitumie tu uswakie meno, pate nguo ya mtu uvae tu bila kuomba viatu au kalamu au daftari. Chochote ambacho sio cha kwako usikichukue tu kama vile ambavyo ni mali yako. Lazima uombe kwa yule ambaye mmiliki. Tofauti na hapo, inahesabika kwamba ni wizi. Lakini pia kuazima kitu usikirudishe kwa wakati, kuazima kitu usikirudishe kikiwa katika ubora wake, pia inahesabika kwamba unahalifu amri ya 8. Ukiazima pia kitu usikirudishe kabisa, maana unaweza ukaazima ukajihalalishia, pia huo unahesabika ni wizi. Lakini pia kwenye maeneo ya kazi unaweza kuiba, aidha kwa kuja kwa kuchelewa, au pia kuondoka kabla ya wakati, au wakati ule wa mapumziko, wakati wa chakula unachukua muda mrefu zaidi, na kwa maana hiyo unahalifu amri ya 8. Wewe unahesabika kama mwizi. Lakini pia kwenye biashara kutumia mizani tofauti, mawe tofauti yale kwenye mizani ni udanganyifu, na huo ni wizi. Lakini pia anasema ni kama kuforge, maanake kuandika kitu kisicho ni makosa. Unaweza kuona hili kwenye manunuzi, unakwenda kununua kitu, alafu unamwambia yule anayekuuzia, hebu tafadhali punguza bei. Anakupunguzia bei, na baada ya kumaliza kupunguza bei anakuuliza niandike shilingi ngapi kwenye risiti. Mtu pia anakutega kwamba inawezekana umeomba apunguze bei ili wewe upate nini? Upate chochote kitu pale. Na wewe ukijaandika, kama una tamaa, unamwambia hebu andika, nakupatia shilingi hizi kama ni 500 na umepunguza mpaka akakupunguzia kama 450, na akakubali, unamwambia andika 450, andika 550, unaweka mfukoni, maana umepunguziwa. Wewe ndio umepunguziwa, sio ndio kutuma. Na ndio maana wanauliza niandike shilingi ngapi, na wewe unaona kama si naomba nikapunguziwa. Sawa, andika, amepunguza imefika 450, anakuuliza niandike shilingi ngapi. Maana sasa nimeshakupunguzia, nasema andika tu hiyo 500. Anaandika 450, anaandika 500, alafu wewe unatoa laki ngapi? 450. Huo pia ni nini? Ni wizi. Usifanye kitu cha namna hiyo, huo ni wizi. Unaweza kufanya wizi kwa namna hiyo. Kwa tafadhali epuka kufanya wizi kwa jinsi hiyo. Lakini pia mashuleni, kunukuu vitu vya watu bila kukubali kwamba wao wamefanya hizo kazi, kuibia kwenye majaribio, kuibia kwenye kazi zile ambazo tunapaswa kuzifanya kwa muda wetu wa ziada, kama kuandika mahubiri au kuandika, kuna watu mpaka hata ili kusoma na kuandika muda ambao umetumia, siku ambao, tarehe ambao umesoma. Kuna watu pia hata wakipata karatasi ya mtu wao wanafanya nini? Wananukuu, wanaandika kama yeye amefanya. Kuna watu ambao ni wavivu mno, yaani ni wavivu mpaka wamepitiliza, na ndio maana tunaambiwa alimai shamba lake atapata chakula tele, lakini apataye mambo ya upuuzi atapata maskini wa kumtosha. Kulima shamba lako, hata kwenye masomo pia unapaswa ulime shamba lako. Kwa nini? Kwa bidii, ili umaskini wa kutosha. FF zile ni umaskini wa kutosha. Lakini pia unapoingia kwenye mtihani, afu hamna kitu ambacho umeweka huko kwenye benki yako, moja kwa moja utaanza kuhangaika ili kwamba uangalie. Kuna kamera, lakini kuna watu ambao macho yao kama ya kinyonga, anaangalia mbele hivi, lakini anaangalia kuna nini, anaangalia kwa mbele huko, pamoja na kwamba kamera iko, wakati mwingine kamera haiwezi kuangalia. Anayeona ni mtu nani? Mungu anaona. Mtu anaanza kwa
sababu kwa namna yote mimi naamini nikiwa nimekaa hivi, situko wawili kwenye meza, nikiwa nimekaa amekaa mmoja, lakini kuna mtu mbele, sio? Kuna mtu mbele. Mtu anakumbele na mimi naweza kumuona. Naweza kuona karatasi yake. Labda tu kama macho ni mabovu, sio? Kwa namna hiyo unaweza kuiba shuleni. Unaweza kuiba pia wakati unawapa watu mtihani kwamba baada ya lisali moja nitakuwa hapa. Watu 10 wote unawapa hiyo ahadi, lakini unachelewa ile lisali moja. Watu wote 10 ulioweka umepoteza masaa ngapi? Umepoteza masaa 10. Sababu umepoteza watu 10 muda wao. Hao watu wametawanyika waende watumie ile lisali moja, wangeingiza kipato ambacho ni cha masaa 10. Maana kila mmoja akienda afanye kazi yake. Kwa tafadhali usifanye hivyo. Jali muda wa wengine na usiwaibie. Lakini pia tunamwibia Mungu. Tunamwibia Mungu kwenye zaka na dhabihu, fungu la 10 na sadaka. Fungu la 10 na nini? Na sadaka. Sadaka ni kutoa mpaka usikie kuvunjika. Una shilingi 1000 yako peke yake kwenye wallet, unaitoa unaweka kwenye sadaka, unabaki una kitu. Lakini fungu la 10, shilingi 1000 unaigawanya kwa 10. Inakuwa shilingi ngapi? Shilingi 100. Lakini bado unamwambia Mungu. 20,000 maana yake 2000 fungu la 10. Bado unamwambia Mungu. Kama mtu mmoja alisema, nafikiri nishawaambia tena, lakini niwaambie tena. Kijana mmoja baba yake alimpa shilingi milioni 1. Baba yake alipompa shilingi milioni 1, baba yake alimpa milioni 1, alimpa shilingi 900,000. Alipompa 900,000, kijana alimwambia baba asante. Na baada ya kumwambia baba yake asante, akaenda akazihesabu, maana alipopokea hakuwa amezihesabu kwanza. Akahesabu akakuta ni shilingi 900,000. Akapata ni 900,000. Akasema kama baba ameweza kunipa pesa nyingi hivi, ina maana ana pesa nyingi sana ameweka. Akakimbia, akambana baba yake koo. Akamwambia malizie pesa uliyobaki nayo. Unafanya nayo kitu gani? Kwani una kazi na pesa wewe? Wewe si mzee, una kazi na hela. Akaingiza baba yake mfuko na kusubiri baba yake amtolee. Akacheki mifuko yote akakuta kuna 100,000 tu. Ndio tunavyofanya kwa Mungu. Unasikia unacheka. Tunapofanya kwa Mungu. Mungu ametupa 900,000. Amebaki na 100,000, lakini hata ile 100,000 ya Mungu tunaenda kufanya nini? Kuichukua. Ndivyo watu wanavyoiba fungu la 10. Maana okay, hiyo ni ya Mungu. Lakini unaizuia. Unachomwambia Mungu ni nini? Naomba Mungu, kwanza wewe una hela nyingi sana. Sio? Ukiangalia sasa, kwanza mchungaji mwenyewe kama ni mchungaji atapewa hiyo pesa. Mchungaji ni tajiri kuliko mimi. Kwa nini natoa ya nini? Unamtolea mchungaji? Nampa Mungu. Fungu la 10. Mungu anasema unaniibia nini? Ukisoma Malaki 3:7 mpaka ngapi? Mpaka 10. Mtoe mkanijaribu. Kuna watu wanaosema Mungu angesema ajaribiwe mahali pengine popote, lakini amesema ajaribiwe kwenye nini? Ajaribiwe kwenye zaka na dhabihu. Wewe unapompa Mungu zaka na dhabihu, unamjaribu Mungu na Mungu atamwaga nini? Baraka. Nini maana ya kumjaribu Mungu? Haimaanishi kwamba maana kuna watu ambao wamechanganyikiwa kwenye hili. Nikuambie tu kwa taarifa yako, unajaribu Mungu inapozungumziwa hapa, haimaanishi kwamba utoe ili kwamba Mungu akupatie. Lakini unatoa kwa sababu kwanza Mungu amekupa. Mungu akwambia nenda ukakope pesa kwa mtu alafu uje nitolee fungu la 10 au nitolee sadaka. Mungu anaposema mkanijaribu mkaone, maana yake Mungu anasema niamini kwamba mimi ndiye ambaye ninawapatia mkate wenu wa kila siku. Kwa hiyo maana unapompa Mungu fungu la 10, unapompa Mungu sadaka, unabaki hauna kitu umetoa kwa Mungu. Mungu wa mbinguni ataendelea kukutunza. Nafikiri nishawaambia mfano mmoja ambao ni mfano wa kwangu kabisa maishani mwangu. Kwamba siku moja nilikuwa na shilingi 2,000. Na 2,000 hii nilitaka nifanye nini? Niende niigawe ili kwamba nitoe sadaka na hiyo nyingine ibaki ili kwamba tuweze kufanya nini?
iweze kutusaidia. Ilikuwa ni siku ya Jumapili. Siku ya Jumapili mnafahamu Musa ni siku ya soko. Nikamtuma kijana mmoja ambaye sasa hivi ni dereva bodaboda, naitwa Cliff. Kama nakumbuka mkimuuliza atawaambia ni ukweli. Nikamwambia akanitafutie nini? Akanitafutie change, ili kwamba niweze kutoa sehemu ya hela, alafu na hela nyingine nibaki nayo. Angalau maana ndio ilikuwa pesa, ndio tumeoana kwa mke wangu. Ndio pesa ambayo tulikuwa nayo kwenye nyumba nzima 2,000. Nikampa, akazunguka maduka yote yaliyokuwa hapa, akakosa change. Muda mchache kabla ya kuingia kwa ibada akanirudishia hela yangu, akaniambia nimekosa change mchungaji. Nikabaki na ile hela yangu. Ikafika yote namtolea Yesu na pamoyo wote. Nikataka niandike karatasi kwamba na shingapi ambayo naweka kwenye nini, kwenye sadaka. Nikasikia moyoni mwangu, hivi 2,000 na kutosha kula juma lote? Sawa, mtaenda sokoni leo, lakini hii wiki nzima shilingi 2,000 itakutosha? Chombo cha sadaka kilipokuja nikaweka 2,000 yote kwa amani kabisa. Kwa amani kabisa. Yaani kabisa kwa amani. Na baada ya hapo katoka ibada, ikatoka kwa sadaka, ibada ikatoka. Wakati niko njiani kurudi hivi, ofisi ya kanisa ilikuwa kwa upande huu kama tu ilivyo, lakini mlango ulikuwa katikati. So milango mingi, kuna ofisi mbili. Ilikuwa ni ofisi, kuna vyumba viwili, lakini mlango ni mmoja ukiingia kwenye ile ofisi. Mama mmoja missionary alikuwa pale ofisini. Akaniita, akaanza kunikemea sana. Kama wewe ni mtu mbaya sana. Nikashangaa, nimeingiza ibada alafu na mimi ni mtu mbaya. Mimi mtu mbaya sana. Nikawa nashangaa sana. Nimeingiza ibada, sasa ni kitu gani mimi nimekosea mpaka naambia mimi ni mtu mbaya? Akaniambia, lakini namshukuru Mungu, Roho Mtakatifu amenikumbusha. Nikasubiri sasa, Mungu Roho Mtakatifu amenikumbusha dhambi gani yangu hii ambayo Roho Mtakatifu amenikumbusha? Akaniambia, wewe nilikupa hela yako, lakini nilikuwa sijakupatia. Hela gani? Kamwambia, hela gani mimi nilikupa? Anaenda kukumima, alafu tena mimi amekupa hela kwangu. Akaniambia, ndio tulipokwenda Nairobi nilikupa hela yako shilingi ngapi? 1,000 ya Kenya, kama 20,000. Alitupeleka Anu Kenya, akatulipia kila kitu, nauli, kula, shopping, afu eti 20,000. Kwa hiyo mimi nasema hiyo sio pesa kunirudishia, maana yeye ametufanyia mambo mengi, alafu zaidi ya hiyo pesa, zaidi bali mno. Maana tulikaa karibu wiki tukarudi. Akaniambia, pesa ya kukopa ni kukopa na kupewa ni kupewa. Akaniambia, nachukua hela yako. Nikapewa 20,000. 2,000 elfu ngapi? Unapoonyesha unamwamini Mungu kwamba atakupa mahitaji yako ya kila siku, ndipo unapomwona Mungu akitenda. Na ndio maana tunapotolea Mungu, mtolee Mungu kama unamuomba, ili kwamba akupe zaidi. Unampa Mungu tu kutoka kwenye sakafu ya moyo wako, unaamini. Aidha nikiwa na kitu ghalani, nikiwa na pesa kwenye wallet yangu au sina, yaani nikiwa sina hela kwenye wallet yangu, wala sina chakula kwenye ghala au kwenye sijui mnaita nini hivyo vyombo vya kuhifadhi vyakula, lakini Mungu wa mbinguni atanitunza. Sio kile ulicho nacho kinachokutunza, lakini ndicho Mungu anachosema, mkanijaribu muone. Sikumjaribu Mungu nilipofanya nini. Nilijiuliza tu, nikajiuliza hivi kwa 2,000 naweza kututunza leo na wiki nzima na mwezi mzima? Maana hata nilikuwa sina mshahara. Wakati naoa nilikuwa sina mshahara, nilikuja kupewa mshahara baada ya mwezi mmoja baadaye. Nilianza huduma ya Mungu 2007, nilikuja kupewa chochote mwisho wa mwezi wa 7 baada ya kuoa. Mungu alifanya nini? Akibaki Mungu alikuwa anafanya nini? Mungu ananitunza. Ndicho tunachoambiwa. Kwa hacha kumwibia Mungu kwa sababu ya kuona kwamba ni kichache. Mpe Mungu. Inapokuja kazi ya Mungu, wewe kumuta tu waleti yako. Mpe Mungu. Watu wote ambao walitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu akubaki jinsi walivyo, Mungu aliwainua na kuwabariki zaidi. Lakini kinyume chako, wewe ni mwizi na itakupasa tu hukumu. Hakuna jinsi, utahukumiwa. Kwa hiyo mwibie Mungu.
wala usiwaibie watu wengine. Tunaangalia jambo ambalo tunaliangalia asubuhi hii, kuna kuiba pia utukufu wa Mungu. Unapoiba utukufu, unapofanya jambo wewe ndiye unayetukuzwa, afu bado unakubali, huo ni kuiba utukufu wa nani? Wa Mungu. Na Mungu atakuua. Huwezi kumwibia Mungu utukufu wake alafu wewe uendelee kubaki salama. Tunaambiwa kwa Isaya 42 mstari wa 8. Isaya 48, maana kuna watu wengi sana wanaiba utukufu wa Mungu. Anajiona kama yeye ni mtu ambaye anaweza kufanya kila kitu. Anajiona kama yeye ni mwenye uwezo na anaanza kushika kichwa, anaanza kuinuka na kuona yeye amefanya mambo mengi, lakini watu hawaoni kile alichokifanya. Sio wewe. Isaya 42 mstari wa 8. Mimi ni Bwana, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. Utukufu wangu sitampa mwingine, wala sanamu nini? Jina langu. Sawa? Mimi ni Mungu, mimi ni Bwana, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. Mtu namaliza kuhubiri, watu wanakupigia makofi. Mapema sana. Nimeshangiliwa. Nakumbuka ule mfano. Sio habari ya kweli. Ni mfano. Mtu aliyetengeneza huo mfano, ni mtu, sio wa mfano. Punda wawili walikuwa wanakwenda Yerusalemu. Baadaye kabisa, na huyu punda mmoja ni punda ambaye wanasema huyu punda ni punda ambaye Yesu alimkalia wakati anapanda Yerusalemu. Punda alipokuwa anapita Yerusalemu, hakuna mtu alikuwa anamshangilia, wanaona tu punda anapita. Punda akamwambia punda mwenzake, "Ndio mimi nashangaa. Jana tu nilikuwa hapa. Jana nilikuwa nashangiliwa sana. Lakini leo hawanishangiliwa na nishangaa tu." Yule punda akamwambia, ule punda mwingine akamjibu akamwambia, "Sio wewe alikuwa anakushangilia. Ni yule aliyekuwa juu yako ndiye alikuwa anashangiliwa. Ni Yesu alikuwa anashangiliwa, sio wewe." Kwa hata watu wakikusifu, wakipiga makofi kama umemaliza kuhubiri, angalia juu, mwambie Bwana, au inua moyo wako mwambie, "Ni wewe Bwana. Nashukuru kwamba ujumbe wako umefika." Unasonga mbele. Lakini usiinuke, afu kaenda mahali pengine unakuta watu wa mahali pale ambao wamefundishwa vizuri wasikushangilie. Wamenishangilia wana watu wasio na shukrani kabisa. Sasa hivi wewe unataka kufanya nini? Kushangiliwa, lakini sio Yesu apewe utukufu. Kwa hiyo utukufu wa Mungu, kuna mstari mwingine sikumbuki, lakini nasema ukichukua utukufu wa Mungu, Mungu atakuua. Kunapaswa ufanye kazi badala ya kuiba. Hebu twende kwa Efeso 4:28. Kwa kufahamu nini tunachopaswa kufanya badala ya kuiba, tunapaswa kufanya nini? Tufanye kazi. Kwa maana nawaambia hata kwenye sadaka, usiombee watu ambao hawajatoa sadaka. Watu ambao hawajatoa sadaka wana mambo mawili tu: ni wezi au ni wavivu. Wavivu wote hawana nafasi mbinguni. Wezi wote hawana nafasi mbinguni kama usipotubu. Kwa hiyo usimwombee mtu ambaye hajamtolea Mungu sadaka. Sawa? Hilo kabisa. Usimwombee mtu ambaye hajamtolea Mungu nini? Sadaka. Mtu ambaye hajatoa kwa ajili ya kuunga kazi ya Mungu mkono, usimwombee. Kwa nini? Kwa sababu kwanza ni kama sio mwizi, yeye ni mvivu. Sawa? Kama sio mwizi ni nani? Ni mtu mvivu. Waefeso 4:28. Niombe kama uko pale usome na pia. Some pamoja. Efeso 4:28. 1, 2, 3. Mwibaji asije tena, bali afadhali afanye juhudi, akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi, akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe. Afanye kazi iliyo nzuri
kwa mikono yake mwenyewe. Na kwa nini afanye kazi kwa mikono yake mwenyewe? Ili apate kitu cha kumgawia nani? Ili apate kitu cha kumgawia nani? Maana ni heri kutoa kuliko kufanya nini? Matendo ya Mitume 20:35 ni heri kutoa, ni baraka kutoa kuliko kupokea. Ni baraka kutoa, sio kupokea. Ukipokea unasemaje? Ukipokea unasemaje? Asante tu. Mungu akubariki. Asante, Mungu akubariki. Asante tu. Kama unasema tu asante, wewe ni mtu wa ajabu. Asante, Mungu akubariki. Mithali 13:11 pia tuangalie. Mithali 13:11, mali iliyopatikana kwa haraka itapunguka, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Mali iliyopatikana kwa haraka itapunguka, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Sawa, manake kidogo kidogo urizike na hatua unayoipiga, lakini uwe na mwendelezo wa nini? Wa hatua. Usiwe mtu ambaye unataka kupata kitu. Kwa nini? Kwa pupa. Kwa mwibaji asiibe tena. Manake sio tu uache kuiba, sio tu uache kuiba. Kama wewe ni mwizi, manake umeibia watu muda wao, umeibia watu mali yao, umewaibia watu mali yao, umekupa vitu vya watu kurudisha, umechukua nguo za watu kurudisha, umechukua miavuli ya watu kurudisha. Acha hiyo tabia. Hata nini? Acha hiyo tabia. Lakini sio tu kuacha hiyo tabia, lakini utafute kitu cha kufanya. Fanya kazi kwa mikono yako wewe mwenyewe. Jishughulishe. Na hiyo jishughulishe ni ili kwamba upate kwa ajili yako, lakini pia upate cha kufanya nini? Cha kumpa mtu mwingine. Unajua mtu akija kwako ana njaa, afu namwambia ndio tumemaliza kula. Mtu ana njaa, ndio tumemaliza kufanya nini? Kula. Inaonyesha wewe ni mtu wa namna gani? Kama sio wewe mvivu, wewe ni mtu ambaye, kama sio mvivu ni mtu mchoyo. Maana kama una kitu cha kumpa mtu, maana kitu hujafanya kazi. Na kama unacho kweli nani? Nasema hiki ni changu tu na watoto wangu. Hiki ni changu tu na watoto wangu sana mbali. Tena nukute mtu ametoka kukaanga nyama. Anatamani anasema kwa nini naye anakuja kusaidia kwa nini? Wengine wanaajabu kweli. Yaani watu wengine muda wanakula ndio watu wengine wanakuja kwa watu. Maadili ya kazi kwa Protestanti. Waprotestanti ni watu ambao wanaamini neno la Mungu. Na ni watu ambao neno Protestanti ni neno ambalo linatumika pia kama muasi. Maana tuliasi ambao walitaka kufanya watu kuwa watumwa. Watu wakaasi. Watu wengi sana ambao walikuwa wanasimamia injili ya neema, injili ya imani, injili ambayo ni kwa utukufu wa Mungu, waliuawa. Injili ambayo ni neno la Mungu pekee, waliuawa. Yesu pekee, waliuawa. Wanaamini kwamba kazi sio uovu. Kufanya kazi sio nini? Sio uovu. Yesu ndio simekaa vibaya, lakini siku edit. Kazi sio nini? Sio uovu. Sio uovu. Kazi sio uovu. Mwanadamu alipoumbwa, sio aliwaumba. Mwanadamu alipoumbwa, aliumbwa ili afanye kazi na kupata utoshelevu katika kazi yake. Unataka kutosheka, fanya kazi. Unataka kula unachotaka, sio kwa tamaa.
Yaani maana yake unataka ule wali, ule ugali, ule mboga za majani, ule matunda. Fanya kazi kwa nini? Fanya kazi kwa bidii. Kuna watu ambao wana msemo wao, fanya kazi kama mtumwa. Fanya kazi kama nani? Mtumwa, ili uishi kama mfalme. Maana ukifanya kazi kama mtumwa, useme nimechoka. Unasema umechoka, umeshapata unachokitafuta. Mtu anasema amechoka, nimechoka sana. Nimechoka sana. Umepata unachokitafuta? Kama hujapata unachokitafuta, unatoka wapi unasema umechoka? Enyewe kazi, neno kazi maana yake ni kufanya nini? Ni kufanya mpaka ufike mahali usiwezi kuendelea. Lazima ufanye. Lakini ujaribu kufikiri, umelima eneo ambalo ni la ili jengo tu hapa, afu unasema umechoka. Hakajenga yaani hapa hiki chumba tu eti ulime hapa, unasema umechoka. Umechoka umepata nini? Ukilipa hapo daliko shilingi 1,000 tu hapa. Hapa ni 1,000 au kuna zaidi ya hiyo pesa. Labda kama ni maana hapo ni ukoka ambao hajalipa utapewa zaidi ya 1,000, utapewa 5,000. Lakini ukweli ni kwamba ukipewa sana mtu akikulipa hela nyingi sana ni 2,000 hapa. Maana kadogo hapa dakika 15-20. Watu wanalipa kwa siku shilingi 5,000 shambani. Anayelipa sana kwa mambo ya shambani kwa siku ni 10,000. Ni tajiri mno anayelipa 10,000 kwa siku. Ukienda kuvuna gunia la mahindi, yaani unamenya kwenye majani yake, kila gunia ukijaza mfuko mle mkubwa kabisa wa debe 6 au 7, utalipa shilingi 2,000. Labda tumekuku mtondaji. Kama unajia. 2,000 tajiri analipa. Mpaka ujaze nini nyingine. Alafu unasema upate kwa roho rahisi 1,000 ngapi? 5,000. Kwa hiyo ndio maana ya kazi. Kwa hiyo ukisema umechoka, je, 5,000 inakutosha? Kwa hiyo tunapaswa kufanya kazi. Kufanya kazi sio nini uovu. Mungu alipotuumba, wanadamu walipoumbwa ili afanye kazi na kupata utoshelevu katika kazi yake. Wale ambao wanakataa kufanya kazi bila haki, wakati wanaweza kufanya hivyo, lazima waruhusiwe kuishi mbali na mapato ya wengine. Mtu asipofanya kazi, kuishi mbali na mapato ya watu wengine, maana yake ufe. Twende kwa Wathesalonike wa pili mlango wa 3. Unapaswa kuishi mbali, kwanza utengwe, lakini sio kutengwa tu. Inawezekana pia ukafanya nini? Ukafa. Asifanya kazi na afanya nini? Afe. Wathesalonike wa pili mlango wa 3 mstari wa 10 hadi 12. Wathesalonike wa pili mlango wa 3 mstari wa 10 hadi ule wa 12. Na katika samani 10 hadi 12, kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwapo kwenu tuliwaagiza neno hili kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi, basi asile chakula. Maana twasikia kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu, hawana shughuli zao wenyewe, lakini wanajishughulisha na mambo ya wengine. Basi twawaagiza hao na kuwaonya katika Bwana Yesu Kristo, watende kazi kwa utulivu na kula chakula chao wenyewe. Mtu asipofanya kazi na asile. Lakini ukiweka hiyo mstari vizuri, mtu asiyefanya kazi na asile. Nikikuletea kwenye mtihani, nini maana ya mstari wa mtu asipofanya kazi na asile? Mtu asipofanya kazi na asile, nini maana yake? Maana yake mtu asipokula
Kwa mtu mvivu anapaswa abakie hivyo. Usimpe chakula mtu mvivu. Mtu anayepewa chakula ni mtu anayefanya nini? Anayefanya kazi. Na Wakristo sio watu wa kuzurura. Unahesabu leo unaenda kwa mjomba, kisha unaenda kwa shangazi. Kwenda kwa mjomba unakaa, unahudumiwa, unakula. Unatoka ili usifanye kazi. Hata maji uchoti, hata kufagia ufagii, hata usogeza hata kitu. Ukimaliza kula chombo unakiacha hapo mezani, bwana unafanya kazi au kufanyia kazi. Ukiondoka unaenda kwa shangazi, ukitoka kwa shangazi unaenda kwa mjomba, kutoka kwa mjomba unaenda kwa mdogo. Ukitoka unaenda kwa brother. Ukitoka hapo unaenda kwa mtu mwingine, ukitoka hapo unaenda kwa rafiki. Kuna watu wanafanya hivyo wachoja Biblia mpaka likizo inaisha. Mpaka likizo inafanya nini? Inaisha. Biblia inasema watu ambao ni Wakristo kama mtu afanye kazi na asile. Maana usimpe mtu ambaye afanye kazi chakula. Ndio maana yake. Mtu anapaswa afanye kazi. Hasa Mkristo. Uvivu na hukumiwa katika Biblia. Biblia inahukumu uvivu, sio mimi. Biblia inahukumu nini? Uvivu. Wathesalonike wa pili mlango wa 3 mstari wa 10 na 12 nasema tuliishi kwa ushuhuda katika temo watumishi wa Mungu Paulo na wote ambao alifanya nao kazi ya Mungu walifanya kazi mbele ya watu. Watu waliona wakifanya nini? Wakifanya kazi. Lakini nasikia kwenu kuna watu ambao wanaenda bila utaratibu. Watu wanaozurura tu na kuchunguza mambo ya watu. Watu ambao wanaenda. Unataka smartphone, unataka saa, smartwatch, unataka kila kitu smart. Lakini wewe ndio ufanye kazi. Mwisho utaiba. Kwa nini? Sababu unataka. Sio. Unataka na mwisho utaiba. Uvivu umepigwa vita. Mithali 6:6. Uvivu umelaaniwa kwenye Biblia. Na mimi pia simungi mtu mkono mvivu. Sio afiki utakuja pale kwangu ukae, wewe ni mtoto wangu, wa dada, mtoto wa nani, ukae hapo, ukae tu na jisogeza tu na nini, afu utaendelea kukupa chakula. Lazima nikupe kazi. Mithali 6:6. Ewe mvivu, mwendee chungu, zitafakari njia zake ukapate hekima. Mwendee nini? Chungu. Unafahamu chungu? Siafu. Siafu kuna aina nyingi sana za siafu. Sawa? Ants ni hao siafu. Lakini siafu ina jamii kubwa. Nenda kajifunze kwao. Jinsi walivyo jeshi. Jinsi vile ambavyo wanafanya kazi kwa majira. Ikifika majira ambayo haifai kufanya kazi, wako ndani kula mavuno yao. Angalia hata nyuki. Nyuki wanatafuta chakula kwa bidii sana. Wakimaliza wanatengeneza asali. Majira ya baridi yakiingia, wanafunga mlango wa kutokea kwa nta mpaka baridi iishe, ndipo watafungua mlango watoke. Wanakuwa wakati ule wanakula tu walichokiweka. Ndio maana hakuna mtu anayerina asali wakati wa baridi. Kwa nini? Ukirina asali wakati wa baridi, nyuki itabidi wahame wakatafute mahali wapate chakula. Maana umewalazimisha. Kwa hiyo utakuwa muuaji mkubwa sana kama ukirina asali wakati wa nini? Wakati wa baridi. Maana wakati wa baridi ni wakati wanakula kile kilichopo. Baridi kishaisha, jua likiingia, joto likija, wanaendelea kuzunguka watafute maua. Wakishakula yale maua, wanarudi kuja kutengeneza nini? Wanakuja kutengeneza asali. Asali inajaa tele wakati mwingine mpaka inafurika kwenye mzinga. Mzinga unamwaga asali kabisa. Kama hujaziba vizuri, unaona kabisa asali inatoka nje. Sijifunze kwa wadudu ambao Mungu amewaumba. Hawana kiongozi tunaambiwa, lakini wanafanya kazi kwa bidii. Mvivu, nenda kajifunze kwa uumbaji wa Mungu. Lakini pia Mithali 10:15, Mithali 10:5. Mithali 10:5. Akusanyaye wakati wa hari ni mwana mwenye hekima, bali asinziaye wakati wa mavuno
ni mwana mwenye kuaibisha. Anasinzia kwa sababu atavuna nini? Wewe wenzangu wameandaa mashamba, wamelima, tunaona mvua zinanyesha, sio jamani? Mvua zinanyesha, hakuna sehemu ya kupita, wewe shambani. Tena ngoja usubiri mwezi wa 5 ukifika na mwezi wa 6 ndio wakati sisi tunaandaa mashamba huko milimani. Kuna watu wanasema mvua inanyesha, kuna mvua kibao kananyesha. Kweli mpaka ufike shambani utakuwa umeloa. Lakini mpaka ufike shambani ukilima, unakaukia huko shambani, maana haitaendelea baada ya muda. Kuna watu ambao wanasubiri baada ya hapo siku imepita, kesho tena hivyo. Mwisho wanaotesha mahindi mwisho wa mwezi wa 10, wa 8, wa 9, wa 10, unakuta mtu amelima mahindi yameishia hapo. Yaani hakuna mtu anachokuja kuvuna. Huyu ni mtu mvivu. Kuna baridi hizo mvivu. Biblia imekukataa. 10:26 pia. 10:26 kama siki menoni na kama moshi machoni, ndivyo alivyo mtu mvivu kwao wamtumao. Moshi kama unakuwasha watu wanakulimania na meno natafuta kitu cha kutoka kwenye meno, sio? Ndivyo alivyo mtu mvivu. 12:24 mkono wa mwenye bidii utatawala, bali mvivu atalipishwa kodi. Ili neno ni ngumu. Kulipa kodi sio kitu kibaya. Jamani, kulipa kodi sio? Kulipa kodi sio kitu kibaya. Maana kukodisha nyumba ya watu utalipa kodi. Lakini kuna kitu kikubwa sana hapa. Nalipishwa kodi kwa sababu una kitu hiki. Kuna maana. Maanako kufanya kazi upate chochote. Lipa kodi kwa sababu uko mbali. Kuna mahali ambapo unacho kitu chako. Lakini unalipishwa kodi kwa sababu una kitu. Kinachosababisha hiyo ni nini? Ni uvivu. Hutaki kuanza kitu chako hata siku moja. Unataka tu ukae mahali ambapo watu wameshafanya nini? Kuna watu wenye tabia hiyo. Kuna watu hata ni wasomi, wana mishahara mikubwa, lakini hataki kujenga nyumba, anaenda tu anachukua eneo anabamisha pale. Alipe kodi. Hataki, anaona ni usumbufu. Mvivu. Hataki kufanya kitu. Lakini pia Mithali 15:9. Mithali 15:9. Mithali 12:12 kwanza. Asiye haki utamani nyavu za wabaya, bali shina lao wenye haki huleta matunda. Mstari ule wa 24, mpaka 12:24. Mkono wa mwenye bidii utatawala, bali mvivu atalipishwa kwa tani. Nimekuja kusoma samani. 15:9. Njia ya mtu mbaya ni chukizo kwa Bwana, bali mpenda mtu afuatiaye mema. Mtu anayefanya kazi, mtu anayefuatia nini? Mema. Mtu mvivu anafuatia tu mabaya. Mithali 18:9. Yeye naye aliye mvivu katika kazi yake ni ndugu yake aliye muharabu. Muharabu si mtu mharibifu, nafikiri. Ndio neno ambalo tunaweka kwa muharabu. Ni kitu ambacho kinaleta uharibifu. Yeye aliye mvivu katika kazi yake. Unapofanya kazi yako, unasoma. Nasikia baridi hapo, naangalia sana kwa nikapumzika, nitaamka baadaye. Nimechoka. Nitafanya baadaye. Mwisho inafika siku ya kutoa ile assignment, ile kazi uliyopewa ya kufanya kwa muda wa ziada. Nini utakachofanya? Ni kuiba kazi za watu wengine. Unatafuta correction pen, unafuta, unaandika jina lako. Lakini bahati yako mbaya sana uweze kufanya mambo yote ya Biblia. Uweze. Sababu kila mmoja wetu anajua mwandiko wake. Na mvivu mwingine hapa anataka darasani. Wala haoni haya. Mwangalie. Watu wavivu wao. Yaani ni wavivu. Wavivu wao. Mithali 19:15. Mvivu mtia mtu katika usingizi mzito.
kumtia mtu katika usingizi mzito, na nafsi yake vivu itaona njaa. Neno la Mungu jamani. Mithali 20:13, usipende usingizi usije ukawa maskini, fumbua macho yako nao utashiba chakula. Tunapojifunza hata macho pia yanahusika. Tunaposoma hata macho, tunajua vitu vingine viko tu wazi. Mwizi ndio tabia yake, na ndio maana mtu mmoja anasema kama wewe una uwezo kupata A kwenye matokeo yako ukapata B, ni dhambi kwako, ni dhambi kabisa. Na usipotubu uende mbinguni. Usipotubu ikawa tabia yako, uende wapi? Uende mbinguni. Kama wewe ni wadii bima hivyo sawa, kuna shida. Lakini unajua watu wanapata C na B na D, wavivu, wanafunga macho wakati wa kujifunza. Tukisoma yeye amelala. Msaidie ndugu, nafikiri usikuwa na watu. 21:25. 21:25 Mithali 21:25, matakwa yake mtu mvivu, yaani matakwa, uhitaji wake mtu mvivu umfisha, maana yake umuua, kwa maana mikono yake ukataa kufanya kazi. Hatakufa kwa sababu gani? Hebu niambie, mtu mvivu ataiba, atakuja atakamatwa, atauawa, sio ndio? Maana mwisho wa siku mtu ambaye ni mwizi atatafuta jinsi ya kuiba. Ataangalia dukani kwa mtu, atatafuta huko chuma ambayo ina nini, ina kitu cha kunini, anapitisha, anatoa mkate. Lakini watu wa maduka nao wameweka vyumba vidogo, kama ukishanunua ndo anafungua pale, akutuone kama kitu ni kikubwa cha kupitisha. Huwezi kuiba. Kwa hiyo wavivu wana kazi, sio kawaida. Wavivu wana nini? Wana kazi. Lakini pia Mithali 24:33, Mithali 24:33 na 34, 24:33 Mithali na 34. Bado kulala kidogo. Hebu tusome kwanza mstari wa nimeenda mbali sana. Mstari wa 30. Nalipita karibu na shamba la mvivu na shamba la mizabibu la mtu asiye na akili. Nasikia vizuri? Nalipita karibu na shamba la mvivu na shamba la mizabibu la mtu asiye na akili, kumbe lote pia limemea miiba, uso wake ulifunikwa kwa viwawi na ukuta wake wa mawe ulibomoka. Shamba la nani? Shamba la nani? La mvivu. Kilichoko kwenye shamba la mvivu jamani, mtu asiye na akili, mtu ambaye ni mvivu. Biblia inasema hana nini? Hana akili, hana maarifa ya Mungu, hana neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu nasema asiyefanya kazi na asile. Na Mungu ambaye ndiye alikuumbia kazi, Mungu alikuangalia ajira, akakufumbia kazi, anataka kufanya nini? Kazi. Mwanadamu wa kwanza aliambiwa ailimie na kuitunza bustani ya nini? Bustani ya Edeni. Hawezi kula bila kufanya kazi. Kwa kazi ni baraka na sio laana. Mtu asiyefanya kazi amelaaniwa kwa dhati na Biblia. Biblia imefanya nini? Imemlaani. Tunaambiwa shamba lake limefunikwa tu na viwavi. Wadudu ndio wamejaa kwenye shamba lake, maana hana muda, ni mvivu. Limejaa miiba. Mtu mvivu. Mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanye kazi, apate kitu cha kumgawia nani? Mhitaji. Hacha kuiba, hacha uvivu, fanya kazi. Twende break tu. Tuendelee. Kwa uvivu unahukumiwa, Uvivu unahukumiwa katika Biblia. Kwa hacha uvivu.
hata katika nchi ambazo msaada wa kifedha utolewa kwa uhuru na serikali kwa wale ambao hawafanyi kazi, Wakristo hawapaswi kuchukua faida kuishi mbali na mfumo. Maanake kuna nchi ambazo watu ambao hawana ajira, hawana kazi, wanapewa pesa za kujikimu. Lakini pamoja na hiyo, Wakristo bado wanapaswa wazingatie sheria na kanuni ya Mungu ambayo inatafanya uweze kupata kipato. Unapataje kipato? Kwa kufanya kazi. Hakikisha unatafuta kazi ya kufanya, hata kama haulipi, saidia hata watu wengine. Basi ufanye kitu ili kwamba uweze kuonyesha kwamba wewe ni mtu unayethamini nini, mtu unayethamini kazi. Unapaswa kufanya kazi, lakini kazi ni njia tu, ya mwisho na sio na kuishia yenyewe. Sio kwamba yani kazi ndio unaishia tu kwenye kazi. Wale ambao hufanya hivyo mwisho wenyewe wa kazi, Mkristo anapaswa kuzingatia kazi yake kama ifuatavyo. Ni lazima ifanyike vizuri, yaani sio tu kufanya kazi ili bado umefanya kazi, lakini unapaswa uzingatie ifuatayo katika kazi. Ni lazima ifanyike vizuri kama huduma kwa Mungu. Kazi unayofanya, mtu amekupa kibarua kulima shambani, ufanye ukimtukuza Mungu, ufanye kwenye mtazamo wa kimungu. Usifanye kwenye mtazamo kwamba wewe unafanya ili upate kazi. Kuna watu ambao wanapewa kazi wafanye shambani na lengo lake ni ili apate fedha, na si kwamba anafanya kazi ambayo Mungu pia ataheshimiwa, Mungu atasifiwa kwa sababu wewe ni nani? Ni Mkristo. Mtu analima, anafikia mara afikie, au kama ni mtu anafikia majani chini, au kama ni mtu anapalilia, analima tu na anaondoa majani katikati tu, arudishie mahindi nini, arudishie majani udongo, kwa sababu anataka apalilia, amalize haraka, achukue pesa, apite hivi. Lengo lake kupata nini? Kupata fedha. Au mtu ambaye ni Mkristo, unapaswa ufanye kazi yako vizuri, na ukifanya kama nini? Ni huduma. Kila kitu ambacho Mkristo anafanya kama nini? Kama huduma. Waefeso 6:6, kama huduma kwa nani? Huduma kwa Mungu. Waefeso mlango wa 6 mstari ule wa 6, wala si kwa utumwa wa macho tu kama wajipendekezao kwa wanadamu, bali kama watumwa wa Kristo, mkitenda yampendezao Mungu kwa moyo. Maana kila tunachokifanya hatufanye ndio kuna mtu ametuajiri, sio kama mtu ambaye ameajiriwa tu, lakini kama mtu ambaye anafanya ampendeze nani? Ampendeze Kristo. Unapaswa ufanye kazi kwa moyo. Umepatania kazi na mtu, unapoanza kufanya usazi kusema wewe, hii kazi ni ngumu sana, hata pesa niliyolipo ni kidogo. Umeshapatania, fanya ile kazi kwa moyo kama kwa Bwana. Kazi yote unayofanya, mtu alikupa kuchunga ng'ombe, ufanye kwa Bwana. Unafanya kwa utukufu wa nani? Utukufu wa Mungu. Fanya upendeze Mungu, fanya vizuri. Usiwatese, acha tu ng'ombe kama mtajiri wako karibu wanaangalia uchafu kwa sababu unatoa na alikuwa tumshahara kufikia. Isikia tajiri anakuja ndio naanza kuosha ng'ombe. Kwa sababu unajua tajiri yako anafanya nini? Tajiri anakuja. Hapana, tufanye kama kwa Bwana. Fanya vizuri. Fanya kama huduma. Wakolosai pia, Wakolosai 3:22. Wakolosai 3:22. Ninyi watumwa watii hao ambao kwa mwili ni bwana zenu katika mambo yote, si kwa utumwa wa macho kama wajipendekezao kwa wanadamu, bali kwa unyofu wa moyo mkimcha Bwana. Usifanye kazi kwa mtu anayefanya kazi, sio kufanya tu kazi. Kufanya kama sasa wanafunza chuo cha Biblia hapa chuoni, unafanya kazi, kuna wakati wa kufanya kazi masaa mangapi? Masaa mawili. Usifanye kwa sababu mtu yuko karibu. Usifanye kwa sababu mwalimu anafunza yuko karibu. Usifanye kwa sababu mkuu wa chuo yuko karibu, au mwalimu mwingine yoyote yuko karibu. Fanya kama Bwana. Unaweza kusema wewe wafanye kazi, hauna hela, lakini unataka kuna hela kwa sababu ni bidii. Ukifanya kazi kwa bidii hapa chuoni, yale masaa mawili, hakuna pesa unayopewa. Lakini pesa inayotumika kwa ajili ya masomo yako ni nyingi sana. Unakula mkate na chai asubuhi, chakula cha mchana, chakula cha usiku. Ni keshi tu hauna kuweka mfukoni, sio? Lakini matumizi yanayofanyika kwa ajili yako ni makubwa vile sana. Maana tunafanya watu soko
kazi ya mambo ya jikoni. Anafahamu pesa tunayotumia kwa wiki, akienda sokoni lazima aende lunch na pesa kununua tu viungo, vitu vidogo vidogo, viungo tu, pesa hiyo. Kwa ni pesa ambayo inatumika, hujapewa kesho, lakini bado ni pesa nyingi inatumika. Lakini pamoja na hiyo, kama ulikuwa unafanya kazi kwa bidii masaa mawili kiasi kwamba Mungu mwenyewe anafurahi, Mungu anafahamu mahitaji yako mengine pia amekupatia. Kwa kama hakuna kitu unachopokeaga wewe muda ambao umekuja hapa chuoni, kwamba wewe ni mtu mvivu na hata kufanya kazi unafanya kazi kwa kupendeza mwanadamu kwa macho. Fanya kama kwa Mungu. Principal yupo, hayupo. Mwalimu wanafunzi yupo, hayupo. Proctor yupo, hayupo. Yaani unatakiwa tu ujue mimi na wapi naenda kufanya kazi. Fanya kwa bidii, usifanye kwa masaa mawili. Kuna watu wanaingia kazini na dakika 10 zimeshapita, anatoka kabla ya dakika 10. Kuna watu kufika saa 11 kasoro robo wameshatoka kazini, lakini aliingia saa 9 na robo anatoka. Hakuna shida, kuna Mungu ambaye anakuona, atakulipa. Mtu akikuandika kazi yake na ameshakulipa, unalipwa kwa siku. Maana kuna watu wanaolipa kwa siku, ukaingia ukafanya kazi ovyo ovyo kwa sababu ile mtu alipo, ukamwambia kazi ilikuwa ngumu sana, ili ulipo siku nyingi, Mungu anakuona. Hiyo pesa utafanya nayo kitu chochote, maana hiyo pesa ya dhuluma. Umekula jasho la watu, jasho la jasho lako, kila jasho lako Mungu atakubariki, Mungu atakuongeza hata kama ni kidogo. Fanya kama kwa Bwana, sio kwa mwanadamu. Kwa fanya kwa uaminifu. Ni lazima iwe kazi ambayo Mungu amemwita kufanya. Kazi unayofanya lazima iwe Mungu amekuita. Unajua kila kitu kina wito. Huwezi kuwa fundi seremala kama inaitwa kufanya kazi fundi seremala. Unajua kila kitu sasa unaona kama ni ajira, nimeshindwa, sina kitu cha kufanya, ngoja nifanye hivi. Sina kazi ya kufanya, ngoja niende shambani. Sina kazi ya kufanya, ngoja nikatie ng'ombe. Utafanya kwa ufanisi. Unatakiwa ufanye kama ni, yaani ufanye kwamba umeitwa kuifanya hiyo kazi. Uifanye na uipende. Maana kila mtu huwezi kuwa jicho, huwezi kuwa sikio, huwezi kuwa mkono na uwe kiungo kingine kwa wakati huo mmoja. Hakikisha kwamba hiyo ni kazi ambayo Mungu amekuitia kuifanya. Lakini pia lazima ifanyike kwa msaada wa Mungu. Lazima hiyo kazi ifanyike kwa nini? Kwa msaada wa Mungu. Hata kama ni mlinzi anayelinda usiku, anatakiwa alinde akiwa na Bwana. Kwanza walinzi ambao wanaofanya kazi ya ulinzi wanatakiwa kuhakikisha mafungo yao 10 yanafika madhabahuni mapema sana na sadaka zao. Maana sio wanaolinda. Kuna mlinzi anaweza kulinda, wengi wamewekwa kwenye mifugo, watu wakaiba wakaondoka. Wengi wamesikia tu mlio wa risasi iliyopigwa hewani, amekimbia kabisa, amejificha. Yaani hata mpaka unakucha ajui kama kumekucha. Maana alipokwenda akajifunika chini, hakuona. Lakini inapofika mwisho wa mwezi anapokea, alafu anajipiga kifua, anasema mimi nina pesa. Pesa ni za kwake hivi. Pesa ni za Mungu. Mkulima unalima, inafika wakati ambapo unavuna, unajipongeza, unasema mimi nimefanya kazi kwa bidii, nimepata mavuno shambani mwangu. Wewe ulipolima ukaweka mbegu chini, ulifahamu ilipopata nini? Ilipoota unafahamu? Na unafahamu ilipokuwa kila siku inabadilika, inakuwa mpaka ikaanza kutoa bedewele, ikazaa, ikafika mahali wadudu hawakuharibu huo mwingi. Ikafika wakati mvua azikuharibu haya mahindi, yakakauka, ukaenda ukavuna. Ulipovuna pia hayakuharibika katika hatua ya kuyafanya kuwa nini? Kuwa chakula. Bado nakupongeza, ni wewe umefanya kazi, nimechoka sana. Zaburi ya 127 mstari wa kwanza na wa pili. Neno la Mungu litakusaidia, litakuweka huru. Sasa kuamini na Mungu na jamii ukataka amini na Mungu sawa. Zaburi ya 127 mstari wa kwanza na wa pili. Bwana asipojenga nyumba, wajengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Kazi yenu ni bure, mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu, yeye humpa mpenzi wake usingizi. Maneno mazito sana. Kazi yenu ni bure, mnaoamka mapema na kukawia kwenda kufanya nini? Maana yake mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala bila Bwana ni bure kabisa.
lakini mpenzi wake akishafanya kazi zake akimaliza, anampa usingizi. Ana kitu cha kwanza, umeshaweka mbegu shambani, jua limewaka sana, usijali, lala kabisa. Sasa itaotaje, itakuwaje? Au mvua zimenyesha sana, unaona kama yale mazao yataharibika. Wewe lala, wewe ni mpenzi wa Mungu, sio? Maana ndani umemwekea tumaini lako ni Mungu, ategemeaye mavuno yake amelaaniwa, ategemeaye mifugo yake amelaaniwa, ategemeaye mshahara wake amelaaniwa, ategemeaye ajira yake au akili yake amelaaniwa, amtegemeaye Mungu amebarikiwa. Mema yanapokuja atayaona. Haipaswi kufanywa kwa tamaa au kiburi. Haupaswi kufanya kazi kwa tamaa au kiburi, lakini kwa tamaa au neno ambalo ni nzuri zaidi, kwa shauku. Kwa nini? Kwa shauku ya kumtukuza Mungu. Kwa unachokifanya uwe na shauku kwamba Mungu atakutukuza. Mtu akikupa shamba lake ulime, lima mpaka watu kila mtu anaenda kazini, analima hapa, ulimpa shindani, ulizuru nani amepalilia hapa, ulimpa shindani, ulizuru. Mimi sina hela, lakini kuna kazi, kuna mtu ananifanyia kazi wakati mwingine mpaka najisikia kumwongezea nje ya mipaka. Kwa nini? Anafanya kazi ambayo mimi mwenyewe naona aibu, yana anafanya vizuri kuliko nilivyokuwa natarajia angefanya. Maana kuna wakati mwingine unapatania kazi na mtu unajua kabisa hatafanya vizuri, unapatana naye na mwambie hiyo nakupa, utafanya sawa, kama utafanya sawa, anakubali kufanya, anafanya vizuri mno, mpaka unakuja unasema mtu astahili kulipoteza kidogo, napita mfuko mmoja. Ndivyo tunavyopaswa kufanya. Tufanye tukiwa na shauku kwamba Mungu atafanya nini? Atatukuzwa. Kumbukumbu la Torati mlango wa 8 mstari wa 17. Kumbukumbu la Torati mlango wa 8 mstari ule wa 17. Kumbukumbu la Torati mlango wa 8 mstari wa 17 na 18. 17 na 18. Kumbukumbu la Torati 8:17 na 18. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo, bali utakumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Kila unachofanikiwa usiseme nguvu zangu na akili yako. Mimi nina akili, maana nimeshinda sifiwa sana na mwalimu wa soko. Au kama ni utajiri unasema mimi mtu nikilima naotesha na mbolea, nachagua mbegu bora, naotesha na mbolea, naweka mbolea ya kukuzia, naweka mbolea pia kufanya nini? Mbolea ya mazao. Na ndio maana nimepata mavuno mengi, na nimefanya panizi mbili, nimepiga, nimenyunyiza dawa. Ni Mungu ndiye amefanya. Kuna watu wamepiga dawa lakini hawajafanya chochote. Ni Mungu atubariki. Tumtukuze yeye. Haipaswi kufanya kwa kupuuza majukumu yake kwa familia yake, kanisa au jamii. Hapo ndio eneo ambalo ni gumu sana. Watu wanaomba tuwaombee wapate kazi, tunawaombea, wanapata ajira. Wakishapata ajira hawana muda tena, maana kuna watu wanaotoka kazini mapema lakini amechoka. Ikifika siku ya Bwana mwingine ni maofu zao, hawaendi kazini, wanalala kwa sababu wamechoka, au ndio siku ya kufua, maana kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi wanaenda wapi? Wanaenda kazini. Lakini kuna watu ambao pia wamekuwa walevi wa kazi mpaka hawana muda na familia. Hana muda na familia, hana muda na kanisa, hana muda na familia, hana muda na jamii ambayo imemzunguka. Haya ni majukumu. Kuwa na jamii ni majukumu, kuwa na familia ni jukumu lako. Unapofanya kazi mpaka unaitelekeza familia, una hata muda wa kuwa na ushirika na familia. Hakuna siku ambayo familia imekula chakula na wewe. Hakuna siku ambayo familia hata imeomba na wewe. Hakuna siku ambayo hata umeitia familia moyo. Wakati wote wewe ni mtu wa kazi. Haipaswi. Haipaswi. Kuna
lakini pia haipaswi kuharibu afya yake ya kiroho au ya kimwili. Kazi haipaswi kuharibu afya yako ya kiroho. Unafanya kitani muda wa kimya, wa kutafakari, wa kusoma neno la Mungu na kuomba, lakini pia hauna hata muda wa kupumzika. Kuna watu ambao ni kweli anafanya kazi ya ulinzi usiku, asubuhi anaingia kufanya kazi nyingine, jioni anarudi kwenda kufanya kazi ya ulinzi, asubuhi anaingia kufanya kazi nyingine. Huyo mtu lazima afya yake itakuwa na shida, hana hata muda wa kula. Unajua, unapozingatia kazi, ukaiweka kazi, ukaipa kipaumbele kazi, ukafikiria kazi, hata muda wa kula huwezi kula. Kiangalia mfano, kuna wakati mwingine unakosa hata muda wa kula mchana katika pilika tu za maisha. Sasa na mtu ambaye anaiweka kazi kama ndio kipaumbele chake, ni hatari mkubwa. Kuna mambo mazuri ambayo tunaambiwa kwenye amri ya 8. Kufanya kazi kupata maisha ya uaminifu ili wasiwe tegemezi kwa wengine. Ni mambo tunaoambiwa. Fanya kazi upate nini? Upate maisha. Usipofanya kazi huwezi kupata maisha. Ndio maana unasikia kuna wakati tunakuambia nitafute nikupe maisha. Maana yake huwezi kupewa maisha hivi unamfuata mwambie nipe maisha basi. Unategemea aingie mfukoni atoe wallet akupe nini? Maisha. Akupe maisha. Kwani wewe umefanya kazi kwake? Halo. Umefanya kazi kwake? Ukitaka maisha, fanya kazi. Utapata nini? Maisha. Tena maisha itakuwa ya uaminifu. Na utakuwa tegemezi kwa watu wengine. Wewe tangu mdogo, kama mtoto mdogo, wewe unategemea watu. Wewe kujinunulia nguo. Unaomba hata chupi hawezi kujinunulia. Hata bukta hawezi kujinunulia. Bukta hawezi kujinunulia. T-shirt hawezi kujinunulia. Singlet hawezi kujinunulia. Anategemea baba mama. Mkubwa kama wewe unategemea ununulie kila kitu na mzazi. Fanya kazi upate maisha. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4, 11 na 12. Wengine mtakufa mjapata maisha. Kwa sababu mtu hafanyi kazi. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4, 11 na 12. Tena mjitahidi kutulia na kutenda shughuli zenu na kufanya kazi kwa mikono yenu wenyewe kama tulivyowaagiza, ili mwenende kwa adabu mbele yao walio nje, wala msiwe na haja ya kitu chochote. Hamtakuwa na haja ya kitu chochote. Kwa sababu gani? Mmefanya kazi na kazi imewapa maisha, tena maisha yenyewe ya uaminifu. Sio napitia shida sana, naomba nitumie hela, natumia. Hata tena kidogo nitumie hela. Mtu mzima, baba ni mtu mzima, unataka kila saa utumie pesa. Binti mtu mzima, unataka kila saa utumie pesa. Fanya kazi upate maisha. Fanya kazi. Watu wengine wamekaa mpaka wamejirahisisha tu, wanajiuzauza tu, wanafikiri ni njia ya kupata maisha. Maisha ya uaminifu. Sio kila maisha. Maisha ya nini? Uaminifu. Vijana wenyewe pia mnatumia siku hizi. Msifikiri mabinti, mnanunua mama poa. Mashangazi. Mashangazi anakuwa hela unakaa kwenye gari na kiyoyozi, unafikiri kama umepata maisha. Mimi na maisha. Una maisha, unalelewa. Sio? Fanya kazi upate maisha. Tena kazi ya nini? Ya uaminifu. Tulia, ujifunze kutulia, ufanye kazi kwa mikono yako wewe mwenyewe. Usiwe na haja na kitu chochote. Hata mtu akikupa unamwambia sasa kwa sababu ni zawadi, lakini tukutegemea. Sawa eh? Ndio, sababu umefanya kazi. Mimi napenda sana mtu anayefanya kazi. Kuwa mkarimu, sio mpaka uongeze. Unajua, kwa mfano unakaa nyumbani, unaenda, kuna watu wanakwenda weekend, wengine bado wako kwa wazazi wao. Sawa eh? Mama anapika, anakupakulia chakula, anamaliza chombo na kiacha hapo. Baba mtu mzima wewe, unaacha chombo pale mezani. Mimi unaacha chombo pale mezani, unasubiri mpaka uambiwe uoshe. Hata kama unaenda kushangaza, umeenda kwa mjomba, sio kwa baba mdogo, sio umeenda kwa
sasa watu vyombo vinaoshewa. Kwani wanaume washaki vyombo? Kama kuna kazi yoyote kuna mambo kukataa kuna nini? Sema naomba ufagie. Akataa, afadhali akataa, lakini mimi naomba ufagie ufagie. Kama kuna nini kuomba nguo za kufua, hakuna nguo za baba kufua. Hakuna nguo za baba mdogo za mjomba zifue. Sio za mama. Za mjomba zifue. Za nani za baba mdogo. Au nikalete maji. Wapo unachotaka unachota maji wapi? Shangazi. Wapi kuna kupasua? Wewe ni mtu ambaye atatamani urudi tena na tena na tena. Na huo ndio mwanzo kupata maisha. Wanasema Waswahili wanasema mkono wa mtu mvivu haulambwi. Mvivu ana nini? Mvivu ana kitu. Maana tunaambiwa kipengele kingine kuwa mkarimu kwa wengine. Maana ukifanya kazi mpendwa, amri ya nane ya mwimbaji asikie tena baada afanye kazi sio. Ukipata unakuwa nani? Mkarimu kwa wengine. Kutoa zaidi ya kile kinachohitajika. Wakati mwingine unatoa zaidi ya kile kinachohitajika. Ukarimu. Unajua wakati mwingine niwaambie kitu. Wakati mwingine mtu atoi kwa sababu anacho sana. Lakini anatoa kwa sababu yani ameona thamani ya maisha. Yani amejifunza kufanya kazi na anaona pia uhitaji wa kusaidia pia wengine. Hapo kwa Mathayo 5:41 na 42. Mathayo 5:41 na 42. Mathayo mlango wa 5 mstari wa 41 na 42. Na mtu atakaye kulazimisha mwendo wa maili moja, nenda naye 2. Akombaye mpe, naye atakaye kukopa kwako usimpe kisogo. Maana yake usimnyime. Lakini sio mtu anayekopa harudishi. Jamani, sio mtu anayekopa harudishi. Kama mimi sikopesha tena mtu asiyerudishi. Lakini mtu anayerudisha hata kama nitaka nitumie hiyo pesa na mkopesha, labda kama imeshaondoka. Usimpe nini? Kisogo. Anataka kukopa, usimpe kisogo. Useme ni kila siku nikukopesha, mkopeshe. Si unacho? Ni kwa sababu unacho ndio maana ndio kukopa. Mkopeshe. Uwe mkarimu. Sawa eh? Anakulazimisha kwenda maana yake anataka ufanye zaidi, fanya zaidi. Lakini tunaambiwa kipimo kile mnachotoa ndicho mtakachopimiwa. Luka 6:35. Luka mlango wa 6:35. Bali wapendeni adui zenu, tendeni mema na kukopesha, msitumaini kupata malipo, na thawabu yenu itakuwa nyingi, nanyi mtakuwa wana wa aliye juu, kwa kuwa yeye ni mwema kwa wasiomshukuru na waovu. Sawa eh? Hiyo kipimo cha kusukwa na kushindiliwa kiko hapo chini. Sawa 38. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwa hata kumwagika ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile mpimacho ndicho utakachopewa. Kwa Mungu akubariki uwe mkarimu. Sawa? Vitu vinajiozea vingine hata uweze kuwapatia watu wengine. Unasaga unga mpaka unachacha. Toe kwa watu wengine. Toa. Wataka na chakula mpaka mwezi mzima sasa. Chakula hicho chukulia. Uwe mkarimu. Sawa eh? Ili kuweza kuwapa wale wenye kuhitaji, kuwasaidia wanyonge. Kwa ukifanya kazi ukiwa mkarimu, utawapa wengine zaidi ya kile kinachohitajika, lakini pia utaweza kuwapa wale wenye uhitaji, utawasaidia pia ambao ni nani? Ni wanyonge.
Tuanze kuangalia waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 17. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 17. Wale mnaoteseka kwa kusinzia, endeleeni kuteseka. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 17. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 17. Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia, kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huduma zake, je, upendo wa Mungu akaaje ndani yake huyo? Una riziki za dunia, manake una fedha, nguo, chakula, unamwona ndugu yako una viatu vingi, lakini unataka hata wengine ulivaa ni mara ya mwisho. Una nguo ambazo nyingine labda panya kwa kukusaidia kuzirarua, lakini mwenzako anavaa nguo moja wala umuone huruma, anasema apambane na hali yake. Hata katikati ya wanafunzi pia kuna nguo ambazo hujakuona umevaa, amwenda ndugu yako tu kwa siri, na mwanadamu hebu jaribu na kufanya sasa. Ni furaha yako kumsaidia mwenzako, na mwenzako ana nguo mbili, wewe una 7, una 8, una 10, unasema ni jasho lako. Siku ukifa, yaani tukupendelea, tutakupa ile mbovu. Ile mbovu ndio tunakupa. Mkarimu, baada hapo zitagawana mbele ya yako. Sasa kwa nini usitoke wapi? Toka kukumbuke kwa hivyo. Kama sasa hivi usubiri, maana mwanangu ana tabia ya kugawa nguo za mtu ameshakufa. Anazigawa, anagawanya kila mtu anagawa na kile. Si mtu mwenyewe anagawa wakati akiwa hai. Nyingi mpaka nyingine zinafika mahali zinakukataa, lakini bado utakutoa. Uwe mkarimu, ukiona mwenzako ni mhitaji. Mithali 31. Mithali nawapitisha sehemu ambazo zinaonyesha mtu anayefanya kazi akiwa na kitu, sio kuwa nacho tu alafu ujiwekee, uwe nacho usaidie wengine. Yaani kama Mungu anakupa kipato, unakuwa mpaka unamaliza hujawahi kumgawia mtu yoyote. Yaani kumfuna mpaka 100,000. Inaisha kwenye matumizi yako yote, hakuna hata mtu ulimkarimu. Mtu ajabu kweli, wewe ni Mkristo wa ajabu mno. Tafuta mtu msaidie, mpe hata kitu kama akuombe. Angalia tu mazingira ambayo yanampendelea ukamsaidia. Mithali 31:13 mpaka 15. 13 mpaka 15. Utafuta sufu ya kitani, ufanya kazi yake ya mikono kwa moyo, afanana na merikebu za biashara, uleta chakula chake kutoka mbali, tena uamka kabla haijaisha usiku, wako watu wa nyumbani mwake chakula, na wajakazi wake sehemu zao. Huyu ni mwanamke mwema, sio? Hiyo si mwanamke mwema huyo. Sio kimwema yule ambaye mume anaenda mapema kazini. Washa tu gesi hapo, jiwekee chai hapo. Chai mtu aliopikiwa ni tamu. Hiyo mtu anarauka unasema eti naomba tu nisitoe. Tena anayesema anaomba na afadhali. Anaamka kabla ya watu. Mke mwema anaamka kabla ya watu wote. Nasema vipi? Mke mwema anaamka kabla ya watu wote. Tena mke mwema unaomba anaondokaje, wewe hujamuona? Kama anamfunga tai anaenda ofisini, tai imefungwa. Ana kitu kwenye pua. Kama tunakuja hapo kwenye pua, anakuja kwa sababu maana wanaume wengi hawajaangalia kwenye vioo. Ni mume wako. Akitoka ukimwona unajua ana mwanamke hivyo. Mwanamke ambaye ni kulala tu. Hawe ndio mume wako anatoka saa ngapi na anarudi saa ngapi hata usiku. Mume akichelewa kidogo kama ana kazi za usiku, anakuta ameshalala. Watoto ndio wafungua mfanya kazi. Mke mwema kwa Biblia anasema yeye
ni kama melekeo. Inaenda huko inaleta mzigo, inaleta biashara. Inaleta maisha. Angalia 20:21. Uwakunjulia maskini mikono yake, mke mwema huyo. Uwakunjulia maskini mikono yake. Maana yake anakunjua na wapa kipe. Sio mikono inakunjuliwa ila pokea, anakunjua kweli. Naam, uwanyooshea wahitaji mikono yake. Uwanyooshea wahitaji mikono yake. Mstari wa 21. Hawaofii theluji watu wa nyumbani mwake, maana watu wa nyumbani mwake huvikwa nguo nyekundu. Hakuna theluji, maana wanafunikwa nguo nyekundu. Maana nguo nyekundu inafikiriwa kama nguo ambayo inafanya nini? Inawapa watu joto. Nguo nyekundu maana ni nguo ya kitani, watu wake ameshawaandalia na wakumlia. Lakini vitu vizuri zote vinanunuliwa na mke mwema. Mke mwema ndiye anajua kitanda kinatoka, blanketi lipo, mashuka yako, kila kitu anafahamu. Sawa, imetolewa Biblia, imetoka kwa mfano, lakini haimaanishi kwamba wanaume nao walale. Mke alishaamka, wewe mwanaume unakuta usingizi, mama ameenda sokoni, ametafuta maisha, amerudi, wewe bado umelala. Wewe bado umelala. Unasubiria uje ukapitiwe, umelala. Na jana kiwezicha akulala baada ya zao na huko kitandani watafanya nizai. Kushika amri ya 8 unahitaji usimamizi mzuri wa rasilimali za mtu. Ili ushike amri ya 8 mbele, inategemea au inahitaji usimamizi mzuri wa nini? Wa rasilimali za mtu. Ya maana yake, ili uweze kushika amri ya 8 unatakiwa uwe wakili mwaminifu. Unatakiwa uwe wakili mwaminifu. Maana kama wewe sio wakili mwaminifu, kile ulichokituma ukakitumia vibaya, atafika mahali unahitaji kutumia vya watu wengine. Unaona kitu utabii unatoka wapi? Unampa mtu kumheshimu. Unajua inatoka wapi? Ni pale ambapo mtu anashindwa kuwa nani? Wakili. Na wakili anapaswa ajue nini ambacho anapaswa kufanya, atunze na akifahamu pia kwamba kuna wakati wa kutoa nini? Kuna wakati wa kutoa hesabu. Wakorintho wa kwanza mlango ule wa 4 mstari wa 2. Wakorintho wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 2. Wakorintho wa kwanza mlango wa 4 mstari ule wa 2. Biblia inasema hapo tena inayohitajikwa kwa katika mawakili ndio mtu aonekane kama mwaminifu. Maana yake kinachohitajika kwa wakili anahitajika kuwa nini? Maana kusoma Biblia ya Kiswahili ni kama kuna kitu kingine kimezungumziwa huko juu, ndio kinachohitajika ili wakili aonekane kuwa ni mwaminifu. Lakini kinachozungumzwa hapa ni kwamba wakili maana yake ni mtu ambaye amepewa dhamana kumtetea mtu mwingine. Asimame amtetee mtu mwingine, asimame alinde mtu mwingine, au alinde mali ya mtu mwingine. Kama Mungu amekuweka kuwa wakili, maana yake kama wewe kama mwanadamu, kama Mkristo, Mungu amekuweka kuwa wakili. Wewe ni mtumishi na wakili wa siri za Mungu. Sasa kinachohitajika wakili aliye wakili anapaswa kuwa mwaminifu kwenye nafasi yako. Nafasi ambayo Mungu amekupa, unapaswa kuwa nini? Kuwa mwaminifu. Sasa unaposhindwa kuwa mwaminifu, ndipo pale ambapo inakuja unavunja amri ya 8. Maana kama umeshindwa kutunza mali ulionayo, itabidi utafute mali ya mtu. Ukishindwa kutunza shamba lako, itabidi uvune kwa jirani yako. Ukishindwa kutunza ng'ombe wako, inawezekana hata ukaenda ukakamua ng'ombe wa mtu usiku ili upate maziwa. Unashindwa kutunza ng'ombe wako. Sio kuna watu wanakupata ng'ombe wakamuliwa asubuhi, unasema ni wachawi wamekamua. Inawezekana ni mtu tu mvivu ambaye hawezi kutunza ng'ombe wake anakamua. Inawezekana naishi kwenye eneo moja wafugaji. Kukuta na nyingine kama ng'ombe mwingine naye anakamua kwao. Yule anakuja, "Sio vivu.
Umeshindwa kumkatia ukoko vizuri, wa mwenzako anatoa maziwa, unakuta maziwa yanamwagikia huko chini, unasema yanaachaje ya maziwa? Unakamua. Ili kwa maziwa ni ngumu, maana mtu atakuta yanadamuliwa sio. Lakini unaweza ukaenda ukavuna shambani kwa mtu, kwa sababu tu mko mpakani au kwa jirani. Wewe mwaminifu kama wengine. Tunza mali Mungu aliyokupa. Umiliki wa binafsi au mali ni kweli tu kwa maana ya jamaa. Mungu ndiye mmiliki. Yaani umiliki binafsi au mali ni kweli tu kwa maana ya jamaa. Lakini mmiliki wa mali ni nani? Mmiliki kamili wa vitu vyote ni nani? Ni Mungu. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake. Na ndio maana wewe na mimi tu mawakili. Kile tulicho nacho tunapokitunza kwa uaminifu, tunapokitumia kwa utukufu wa Mungu, kinakuwa kwetu. Lakini nani mmiliki mkuu? Nani aliyeumba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana? Ni Mungu. Na ndio maana kila kitu lazima kuchukuliwa kwenye mtazamo wa kimungu. Na ndio maana unapopiga hatua unaenda kuchukua kitu cha mtu mwingine, unamkosea Mungu kwanza kabla ya kukosea ile mtu. Maana Mungu amempa huyu mtu hiki kitu kimsaidie, lakini ukakichukua. Kuna mahali kwenye Mithali wanasema unaenda kuchukua blanketi la mtu wakati kuna baridi sana, alafu usimrudishie, umelaani. Ndivyo anafanya mtu ambaye anakwenda anamwambia jirani yake mali yake, wakati Mungu amempa ili mfanye. Sisi ni mawakili. Mmiliki wa mali zote ni nani? Ni Mungu. Biblia inatuambia vizuri kabisa, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake. Ili uwe wakili mzuri, hebu fahamu nani ni mmiliki wa vitu vyote ulivyonavyo. Yaani kila ulichonacho, kwanza wewe mwenyewe una kilicho chako. Mimi na wewe ni maskini kabisa. Hakuna kitu ambacho ni cha kwetu. Vitu vyote ni vya Mungu. Na ndio maana unapotumia ukimpa Mungu nini? Utukufu. Maana vitu vyote. Na ndio maana pia tumia pia kwa namna ambayo unaonyesha kwamba kuna watu ambao wanatumia kwa ulafi, ulevi, kuharibu maisha ya watu wengine. Ni kumkosea Mungu na kutokufahamu nani mmiliki wa mali ulionayo. Sisi ni wasimamizi tu wa chochote kile ambacho Mungu amefanya nini? Mungu amenipa. Mungu ametupa. Ndio maana Ayubu anasema hayo. Ayubu alifahamu kwamba hata yeye pia sio mali yake mwenyewe. Yeye ni mali ya nani? Ni mali ya Mungu. Na ndio maana yote aliyopitia, dhambi alizozipitia, bado alimtukuza nani? Bado Ayubu alimtukuza Mungu. Kwa nini? Kwa sababu alifahamu kwamba vyote ni vya Mungu na yeye ameamua kuchukua. Kama amechukua, utukufu kwa Mungu. Jina la Bwana lifanye nini? Jina la Bwana lihimidiwe, kwa sababu vyote ni vya Mungu. Ayubu 1:21 akasema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu ili uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Nani alikuja amebeba burukutu la pesa? Nani alikuja akiwa na dhahabu? Nani alikuja akiwa akili zake zimejaa tele? Nani? Yuko? Sasa mbona mnajivuna? Tumia kwa busara kila alichokupa Mungu. Tumia kwa nini? Kwa busara. Sio kutumia tu unavyotaka. Ni mali yangu. Nakula kwa kazi zangu mwenyewe. Kwani wakati nikitafuta ulinisaidia kutafuta? Ni yako. Usitumie kupita kiasi au kununua vitu ambavyo unahitaji. Unajua watu wananunua tu, wananunua. Hata vitu vingine pia havitumii. Mama ndio niko kwa hiyo. Anaweza kwenda kanunua tu, anaona sando tu fulani zimebolewa na mtu fulani ananunua. Anaviki hata hawezi kupata muda wa kuvaa. Viko vingi. Na uzuri kwamba Wachina wameendelea. Mchina akikuuzia kitu, ukikiweka ndani hujakivaa, bado kitaoza. Nunua kiatu kiweke ndani. Kikaa mwaka wa pili, kija watatu, utakikuta kimeshaanza kuwa vumbi. Kuna kiatu kilikuwa ndani, tumekikuta kimekuwa kimeshakuwa vumbi.
yaani kinaponyea kama ndizi imeoza. Ni Mchina. Wewe usitumie kupita kiasi, wala usinunue kitu ambacho ukihitaji. Kwa nini? Kwa sababu usipokuwa mwaminifu, utafika mahali ulicho nacho utakitapanya, kitaisha, na utakuwa mhitaji, na uhitaji na wala pekee ambapo utapata ni kuiba. Usinunue kwa msukumo. Usinunue kwa nini? Kuna watu wengine wanataka kununua tu watu waone amenunua na pesa. Unanunua mwisho unakuja kuangalia wale tamana kitu. Fikiria kwa makini kabla ya kutumia. Kabla hujatumia mali ulionao, fikiria kwa nini? Kwa makini. Kuwa mkarimu haimaanishi kutapanya tu ovyo, hapana. Mithali 31:16 mpaka Mithali 31:16 asema uangalia shamba akalinunua. Uangalie shamba akalinunua. Kwa mapato ya mikono yake upanda mizabibu. Uangalie shamba akalinunua. Analiangalia kwanza. Nilinunua, nina faida, halina faida. Nina uhitaji, sina uhitaji. Watu wananunua viwanja miaka 5, miaka 6, miaka 7, miaka 8, miaka 9, miaka 10, 11, 12 baada hajajenga. Unanunua nini? Unanunua nini? Ikifika wakati wa kununua hicho kiwanja, Mungu atakupa hela. Wewe kitapanda nini? Wewe unajua utakuwepo. Sasa kama ukanunua kiwanja ukafa, hata hakuna mtu anakijua. Hizo ni tamaa, ni msukumo. Uangalie shamba akalinunua, kwamba ninahitaji, nitalima, nitaweka kitu. Lakini sio tu unakuwa na malengo. Tumia kwa busara, na hiyo mwanamke anaambiwa. Uangalie shamba akalinunua. Maana yake analiangalia linafaa, na uhitaji ana uhitaji. Sio kuangalia kwamba anaangalia na kuzungusha macho. Tununue shamba fulani, tununue mshawishi atuuzie. Uangalia kuna uhitaji wa kulinunua, linauzwa ndio. Je, kuna uhitaji wa kulinunua? Hakuna uhitaji, tulianza kufanya mambo mengine. Na watu wamenunua vitu mpaka hawavijui. Yaani wao wenyewe hawavijui kiko wapi, anaanza lakini mtu fulani alimuuzia kiko bana fulani. Wengine mpaka wanaroho wanabaki wakilala. Wananunua wakati una uhitaji wake. Mtu amenunua mashamba mpaka 50. Mtu amenunua eka 50, eka 60, eka 70. Unaenda wapi? Una renti ya shamba, una ng'ombe, unawafuga kule? Hakuna. Wakati mwingine hata watu hao hawalimi. Mashamba yamekaa tu miaka na miaka. Angalia uhitaji. Sawa Wewe tumia kwa busara. Usipoteze. Mithali 18:9 usipoteze. Maana yake usitapanye ovyo, sio ndio maana kupoteza. Mithali 18:9 yeye naye aliye mvivu katika kazi yake ni ndugu yake aliye mharibifu, maana yake sio anayeharibu. Luka 16:1 tena ngine tuone Yesu anasemaje. Bwana Yesu anasemaje? Ndio tajiri aliyekula kwa nafasi zote. Luka 16:1 tena aliwaambia wanafunzi wake, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake. Huyu alishtakiwa kwake kuwa anatapanya mali zake. Maana yake hizo alikuwa anatumia kuwaongaonga, kama ni wanawake hawashawishi na hela. Sikuwa ni za kwake, anajaza nao, anaongaonga. Kama ni kitu anataka apate mahali, anaonga, anatapanya. Kwa usitapanye, usitumie vibaya. Kutapanya maana yake kutumia vibaya. Kuna mahali Biblia imezungumzia habari ya kutapanya. Ametapanya, amewapa maskini, haki yake akawa milele. Maana yake ametumia vizuri. Lakini kuna kutapanya, maana yake mtu ametumia mali vibaya. Sawa Vitu sio vyako, wako kutumia upendaji. Kwa vitu sio vyako,
wewe utumie upendavyo. Vitu ni vya nani? Ni vya Mungu. Na kama ni vya Mungu, vitu ni vya nani? Ni vya familia. Vitu ni vya nani? Vya wale ambao Mungu amewaweka chini yako uweze kuwatunza. Okoa pesa kwa busara kwa mahitaji ya baadaye. Kwa mfano, kwa wakati ambapo watoto wetu ni wakubwa, kwa siku ya mvua au kwa uzee. Lakini kuhifadhi hazina duniani ni aina ya wizi. Usiweke hazina duniani, weka hazina mbinguni. Tasoma mwenyewe Mathayo 6:19 mpaka 21, ni mstari maarufu sana. Toa kwa busara kama Bwana anavyokuwezesha kutoa. Kwa Bwana na kulingana na mahitaji ya wengine. Kwa hiyo toa kwa nini? Toa kwa busara kama Bwana anavyokuwezesha kutoa. Na toa pia kwa Bwana kulingana na mahitaji ya wengine. Hasa wapendo wako. Haswa wapendo wako. Asiyewatunza wa nyumbani mwake ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Tena ameikana nini? Ameikana imani. Biblia inatuambia Timotheo kwanza mlango wa 5. Kuna mistari kama sio mstari wa 9, ni mstari wa 7, wakati wa 7 hivi. Jiepushe na deni la pesa kwa wengine. Epuka kuwa na madeni, kwa lugha rahisi. Epuka kuchukua mikopo ambayo ina viwango vya juu vya riba. Watu wanachukua mikopo, inafika wakati kulipa inakuwa ngumu. Kumbuka msemo wa John Wesley, pata yote unavyoweza, okoa yote unavyoweza, toa yote unavyoweza. Sawa eh? Unavyoweza, toa kwenye uwezo wako. Kwa tafadhali usiibe. Usifanye nini? Usifanye nini? Usiibe. Usiibe. Mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanye kazi iliyo halali, apate cha kumgawia nani? Mhitaji. Acha wizi. Nimeshakueleza vizuri namna ambayo unaweza kuiba na namna ambayo unaweza kujipatia kipato. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Kama kuna mtu yeyote katikati yetu amekuwa mwizi, amechukua kitu cha mtu bila ruhusa, ametumia kitu cha mtu bila ruhusa, amekopa kurudisha, ulitumia neno la Mungu au somo kwa halali, napaswa utubu, ufanye kile ambacho ni sahihi. Lakini tofauti na hapo, jana ninakuhusu. Maana ukifanya dhambi usitubu, maana kuna nafasi ya kwamba hujaokoka. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tuna kila sababu ya kukushukuru. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa somo letu kwa siku ya leo. Na asante pia kwa amri ya 8 nao tuonya na kutuagiza kwamba tusiibe. Tusaidie Bwana ili kwamba mali tulio nayo tuweze kumiliki kwa halali na si kwa wizi, na pia mali za watu wengine tuwasaidie kuzitunza. Lakini zaidi sana Bwana, tuweze kutumia kwa busara vile ambavyo umetupa, kuwa wakarimu na wakili waaminifu wa Mungu, tukitenda kazi yako na hata tukitafuta kukupendeza wewe. Tusaidie tuweze kuheshimu muda makazini na hata tuheshimu muda pia tunapoweka mihani na watu wengine. Tunapokuwa chuoni kama wanafunzi pia, utusaidie Bwana ili katika muda ambao tumewekewa kwa kila jambo, basi tukaweze kuwa waaminifu, kushika na kufanya kila ambacho tumepangiwa, ili nasi tusiwe sehemu ya wale ambao ni wezi na hata kuhalifu amri zako. Utusaidie na hata uendelee kutubariki tunapotawanyika kwa masomo mengine. Ni katika jina la Yesu Baba tunaomba na kushukuru. Amen.